Miaka 23 baada ya kifo chake, uongozi wa marehemu Michael Kijana Wamalwa aliyekuwa naibu rais unaendelea kuwa taa yenye mwangaza ngavu kwa viongozi wa sasa. Na hii leo viongozi wanasiasa maarufu nchini waliungana na familia na marafiki katika kaunti ya Trans Nzoia kumwenzi kiongozi aliyekumbukwa kwa kupigania umoja na kuchangia pakubwa mpito wa demokrasia katika taifa hili. Hafla ya ukumbusho wa marehemu Wamalwa nyumbani kwake Kitale iliwaleta pamoja Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, aliyekuwa naibu rais ambaye ni kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, Charity Ngilu na viongozi wa chama cha People's Liberation Party Martha Karua miongoni mwa viongozi wengine, huku miito ikitolewa kwa taifa hili kuiga mafunzo ya marehemu Wamalwa ya uongozi pamoja na kustahimiliana kisiasa. Hafla ya ukumbusho wa aliyekuwa naibu rais Michael Kijana Wamalwa ilianza kwa maombi na kumbukizi za uongozi wake, kisha kukafuatia kuwekwa kwa shada la maua kwenye kaburi lake. Marehemu Michael Kijana Wamalwa alifariki mnamo tarehe 23 mwezi Agosti mwaka wa 2003 akiwa na umri wa miaka 59, miezi 8 baada ya kuchukua wadhifa wa naibu rais chini ya uongozi wa marehemu Rais Mwai Kibaki. Kwenye hafla ya 23 ya ukumbusho wake, Rais mstaafu Uhuru Kenyatta alivuta kumbukizi za uchaguzi wa kihistoria wa mwaka wa 2002 akisema ni uchaguzi uliomfunza mengi. We are a democratic society, and those democratic ideals were fought for hard by the man, amongst others, who we honor today. Uhuru pia alizindua Taifa Langu Kwanza, wasifu unaosimulia maisha ya marehemu Wamalwa pamoja na uongozi wake. Uhuru katika kuandika dibaji ya kitabu hicho. Miongo miwili baada ya kifo cha Wamalwa, viongozi wa kisiasa katika hafla ya ukumbusho wake wanasema mfano wake unaendelea kutoa mafunzo kuhusiana na uongozi, kuvumiliana kisiasa pamoja na umuhimu wa kulitanguliza taifa kabla ya maslahi ya mtu binafsi. Wamalwa Kijana was one of the cleanest leaders in this country. That's why he died poor. Hakuchukua kitu ya mtu. Ependa tusome kutoka kwa Wamalwa na Kibaki na timu hii ya Kinangilu, vile umoja wa taifa unaweza patwa kupitia watu kuweka tofauti za kikabila na za kibinafsi kando, and subordinating personal ambition to the national interest. Jacqueline Masharia, Darubini Wikendi.